Mchungaji wa kanisa la Ufufuo na Uzima, mbunge wa jimbo la Kawe kutoka jijini Dar es Salaam, pamoja na mjumbe wa Chama cha Mapinduzi Taifa Japhet Gwajima ambaye anafahamika kwa jina la Mchungaji Gwajima amezungumza kuhusiana na masuala ya utekaji yanayoendelea nchini Tanzania kwa siku chache zilizopita. Hebu nikukumbushe kidogo. Moja ya matukio ambayo yameibua hisia za wadau ni kutokana na kutekwa kwa watu kutoka nchi za karibu na Tanzania, akiwamo Agatha Atuhaire kutoka nchini Uganda ambaye anafahamika kama mwanaharakati wa haki za binadamu aliyekuja kusikiliza sakata linalomhusu mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Tundu Antipas Lissu, pamoja na Boniface Patrick ambaye alitekwa majira ya saa 9 za usiku akiwa hotelini, ambaye pia alikuja kusikiliza sakata linalomhusu Tundu Antipas Lissu katika mahakama ya Kisutu. Wote hawa wawili wameachiliwa baada ya kutoka matekani. Boniface Patrick aliachiliwa katika mpaka wa Tanzania na Kenya akiwa katika hali ya majeraha, ambapo baada ya kuhojiwa na vyombo mbalimbali vya habari, Boniface Patrick anasema waliomteka walimnyanyasa, walimpiga vikali na kumuonya kuhusiana na kuingilia siasa za nchi husika. Agatha Atuhaire naye kutoka nchini Uganda ambaye aliripoti kunyanyaswa kijinsia akiwa ni jinsia ya kike, aliripoti kupigwa vikali pamoja na kufanyiwa unyanyasaji na ukatili wa kijinsia, ambapo baada ya interview aliyoifanya baada ya siku ya kwanza kuonekana, alisema ataripoti katika idara ya haki za binadamu kuhusiana na kile alichofanyiwa na wale waliomteka. Sasa Japhet Gwajima amezungumza kuhusiana na matukio ya utekaji, akiyataja kama matukio ya utekaji sio utamaduni wa Tanzania. Ametaja Tanzania ni nchi ambayo kwa miongo iliyopita ilitawaliwa na demokrasia, ikiwa na uhuru wa kujieleza, uhuru wa kuwasilisha maoni kwa yule ambaye amekutana na jambo fulani, lakini kwa sasa imeonekana kuwa masuala ya utekaji yamechukuliwa kama ni jambo la kawaida. Moja ya matukio ambayo yameonekana kuchafua taswira ya Tanzania ni kuonekana kutekwa kwa baadhi ya watu, ambapo baadhi ya viongozi kwa mwaka uliopita wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo walitekwa na kuachiliwa. John Heche ambaye pia aliwahi kukamatwa mwanzoni mwa mwaka 2025 alitekwa na jeshi la polisi then kuachiliwa tu njiani pasipojulikana. Matukio ya utekaji yameonekana kuchafua usalama wa Tanzania. Haya yote ni nukuu kutoka kwa Japhet Gwajima, mchungaji kutoka kanisa la Ufufuo na Uzima. Kwa maoni yake, mchungaji Gwajima amesema moja ya jambo ambalo ana wasiwasi nalo ni kuhusiana na idara ya ulinzi. Ikiwa idara ya ulinzi kwa kiasi kikubwa inateuliwa na uongozi uliopo madarakani, kiongozi mkuu wa ulinzi anateuliwa na rais wa jamhuri, na viongozi wanaoteuliwa wanaohusiana na idara ya ulinzi wanateuliwa na rais. Kwa nini masuala ya utekaji yanaonekana kuzungumzwa na kufumbiwa macho kwa siku za hivi karibuni? Siku chache zilizopita, rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan alizungumza kuhusiana na masuala ya harakati yanayoendelea nchini Tanzania. Kwa baadhi ya watu amezungumza, wanaharakati wanaoendelea nchini Tanzania wapo kwa lengo la kuvuruga amani ya nchi ya Tanzania. Kama upande wao umevurugika, basi upande wetu haujavurugika. Hiyo ni nukuu kutoka kwake Daktari Samia Suluhu Hassan. Amezungumza wale wanaharakati wote wanaoonekana kupinga harakati au kupinga demokrasia ya Tanzania wanatakiwa wadhibitiwe kabla hawajaharibu demokrasia ya Tanzania. Hiyo ni nukuu kutoka kwake rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Moja ya vitu ambavyo vinaonekana kuwa ni harakati ambavyo vinaonekana kupinga demokrasia ya Tanzania ni ile sera ambayo inaenda na Chama cha Demokrasia na Maendeleo ya no reform no election, ambayo inaongozwa na mwenyekiti wake Tundu Antipas Lissu akiwa mikononi mwa vyombo vya dola kutokana na makosa ya uhaini na uchapishaji wa taarifa za uongo katika mitandao ya kijamii. Kwa siku moja kabla ya siku ya leo, mtandao wa Twitter nchini Tanzania umefungiwa kutokana na kutumika katika uchapishaji wa taarifa za uongo, ambapo baadhi ya watu walitumia mtandao wa Twitter kuhaki akaunti za jeshi la polisi
na kuchapisha taarifa ambazo zinachafua serikali na idara ya ulinzi nchini Tanzania. Mpaka sasa mtandao wa Twitter nchini Tanzania hautumiki kutokana na kile kilichokuwa kimeendelea kwa siku za hivi karibuni, kikianzia kwenye masuala ya utekaji mpaka kwenye sakata la Tundu Antipas Lissu pamoja na issue za wanaharakati ambazo zilikuwa zikiendelea kwa siku chache zilizopita. Moja ya jambo ambalo lilionyesha kutishia kidogo Wakenya kutoka nchini kwao walisema kuwa matukio ya utekaji nchini Tanzania yameingilia demokrasia yao. Kwa nini Wakenya wakija Tanzania wanatekwa na Watanzania wakienda Kenya hawafanywi chochote kile? Wameomba demokrasia kati ya Tanzania na Kenya idumishwe na sio kuwa na vurugu ikiwa wote wanatoka sehemu yenye ukanda mmoja. Hii ni Flow Updates, Flow habari inakuletea yote yanayojiri huko, lakini cha msingi usisahau kusubscribe, kucomment, kulike, kushare, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa mpya kutoka kwenye page yetu kwenye kipaza. Ni mimi Flow Win Vitus, uwe na Jumapili njema.